Naam, karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupashe yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika maeneo tofauti tofauti nchini Tanzania leo. Huku maandamano yakiendelea kugonga vichwa vya habari nchini Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan muda huu amezawadiwa cheti cha kushinda uchaguzi wa urais sasa hivi, na ripoti za hivi punde ni kwamba anatarajiwa kuapishwa muda wowote kuanzia sasa hivi. Hata hivyo, Rais Samia Suluhu Hassan pia ametuma ujumbe mzito kwa njia hii baada ya kuweza kuzawadiwa cheti cha kushinda urais. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa urefu zaidi. Ripoti za hivi punde zinazogonga dawati langu la habari ni kwamba mamlaka ya Tanzania sasa hivi inatayarisha hafla kubwa ya kuweza kumwapisha Rais Samia Suluhu Hassan kwa awamu ama muhula wa pili baada ya kushinda uchaguzi wa Oktoba tarehe 29. Hali ya mvuto wa kisiasa nchini Tanzania leo imeingia katika hatua mpya wakati Rais mteule Samia Suluhu Hassan aliweza kupokea rasmi cheti chake cha ushindi wa urais kutoka kwa mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi ya Taifa. Katika picha zilizosambazwa kama unavyotazama kwenye screen yako, ilionyesha Samia Suluhu akiweza kupatiwa cheti hicho ama certificate hiyo ya urais. Jacobs Mwambegele katika hafla hiyo aliweza kumpatia certificate hiyo iliyofanyika kwa njia ya televisheni mjini Dodoma. Tukio hilo leo, ingawa lilikuwa la sherehe, lilifanyika huku kukiwa na ulinzi mkali na mvutano mkubwa kufuatia uchaguzi wa Tanzania na maandamano ambayo yamejiri, ambao umekumbwa na maandamano yenye vurugu katika mikoa kadhaa. Rais mteule Samia Suluhu Hassan akiwa amevalia hijabu lake alionekana mtulivu lakini mwenye umakini mkubwa alipokubali kupokea cheti cha kumthibitisha kuwa mshindi wa uchaguzi wa Oktoba tarehe 29. Kwa mujibu wa matokeo rasmi yaliyotangazwa na tume hiyo, Samia Suluhu Hassan alishinda uchaguzi wa Tanzania kwa kishindo kikubwa na kupata karibu 98% ya kura zote zilizopigwa. Kati ya kura milioni 32, alipata kura milioni 31.9 na kuacha sehemu ndogo tu ya upinzani ambao baadhi ya wagombea wao wakuu walifungwa jela, kunyimwa sifa au kunyamazishwa kabla ya kura. Chama tawala cha CCM pia kilijinyakulia viti vingi vya ubunge, kikishinda bungeni viti 270 kati ya viti 272 na kuacha wapinzani wawili pekee kushinda. Ushindi huu, huku ukishangiliwa na wafuasi wa serikali, umezua hasira kubwa miongoni mwa wananchi wanaoshutumu utawala huo kwa kuandaa uchaguzi bandia, na wengi wameweza kukataa ushindi huo. Wakati uchaguzi wa Tanzania ukikamilika kwa tofauti kubwa kama hii, maandamano yaliendelea kushuhudiwa kukumba miji mikubwa ikiwa ni pamoja na Dar es Salaam, Mwanza, Arusha na Dodoma siku tatu baada ya uchaguzi. Wananchi wengi hasa vijana walimiminika mitaani wakisema matokeo hayaakisi utashi wao na kusema ya kwamba kura hizo hazikuwa za haki. Video zilizokuwa zikisambaa kabla ya kukatika kwa mtandao jana unaoendelea zilionyesha waandamanaji wenye hasira wakichoma mabango ya kampeni na kuimba haki, wakitaka haki ya uchaguzi, maana yake kutaka haki ya kidemokrasia, huku wakishutumu chombo hicho cha uchaguzi kwa kushirikiana na CCM. Maandamano hayo yaliweza kuingia siku ya tatu mfululizo jana, huku yakizidi kuwa makali, huku vikosi vya usalama vya serikali vikijaribu kurejesha udhibiti. Watu walioshuhudia mjini Dodoma walieleza hali isiyo ya kawaida hata Rais mteule Samia Suluhu Hassan alipoweza kutangazwa mshindi, huku magari ya kivita jana yakiwa nje kidogo ya majengo ya tume ya uchaguzi na polisi wakishika doria mpaka leo katika mitaa iliyo karibu. Baadhi ya waandamanaji waliripotiwa kujaribu kuandamana kuelekea kituo cha kiraia cha mji mkuu wakipiga kelele za kukemea uchaguzi wa Tanzania. Hata hivyo, jana walitawanywa kwa mabomu ya machozi na risasi za mpira, na hivyo kuongeza hali ya mvutano katika taifa ambalo bado linakabiliwa na umwagaji damu wa siku tatu ambao unadaiwa na Chadema. Upinzani unadai kuwa mamia wameuawa, ingawa serikali inaendelea kukanusha taarifa hizo. Tofauti kati ya sherehe mjini Dodoma na machafuko kwingine isingeweza kuwa kali zaidi jana, huku wafuasi wa Samia leo wakishangilia ushindi wake na kutaka umoja,
Moshi uliendelea kuongezeka kutoka maeneo kama Arusha usiku wa jana, ambako waandamanaji wamechoma majengo ya serikali na magari ya serikali. Chama cha upinzani cha Chadema pia kimeuita uchaguzi wa Tanzania kejeli ya demokrasia ya nchi hiyo, kikidai uingiliaji kati wa kimataifa na ukaguzi huru wa kura. Mashirika ya kutetea haki za binadamu pia yameibua hofu kuu juu ya hatua ya serikali ya kukabiliana na wapinzani, yakisema Tanzania iko katika hatari ya kutumbukia katika mzozo mkubwa wa kisiasa ikiwa mazungumzo hayatarejeshwa haraka. Wakati huo huo, Rais mteule Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuapishwa kama mkuu mpya wa nchi ndani ya saa chache zijazo leo, ikiwezekana zaidi Ikulu mjini Dodoma siku yoyote kuanzia leo. Kuapishwa kwake kutaashiria mwanzo wa muhula wake wa pili madarakani, ikiwa ni mwendelezo wa utawala wake tangu mwaka 2021. Hata hivyo, hali ya hewa nchini Tanzania bado ni shwari, huku waandamanaji katika miji kadhaa wakiapa kuendelea kuandamana hadi malalamiko yao kuhusu uchaguzi yatakaposhughulikiwa. Matukio yanayotokea leo yanaonyesha nchi iliyogawanyika kati ya ushindi rasmi wa Suluhu na hasira ya umma. Kiwango cha maandamano kufuatia uchaguzi wa Tanzania kimevuta hisia za kimataifa, huku vyombo vya habari kama vile Al Jazeera na BBC vikiripoti kuwa machafuko hayo, kulingana na ripoti zilizothibitishwa na waandishi wa habari wa kigeni, wanaharakati wa upinzani na raia wamenaswa katika makabiliano makali na polisi siku tatu tangu uchaguzi. Umoja wa Mataifa umesema una ushahidi wa kuaminika wa vifo visivyopungua 10, huku upinzani ukisema idadi ya waliofariki inaweza kuzidi 700. Licha ya takwimu hizi za kutisha, serikali inashikilia kuwa utekelezaji wa sheria unafanya kazi ndani ya mipaka ya kisheria kulinda usalama wa taifa. Huku matokeo ya uchaguzi wa Tanzania yakiendelea leo, msemaji wa serikali Mahmoud Thabit Kombo awali amezungumza na BBC mapema leo, akisisitiza kwamba mamlaka hailengi waandamanaji wa amani, bali wanajibu kile walichokitaja kuwa majaribio yaliyoratibiwa ya kuvuruga nchi na kuleta machafuko. Alikiri uharibifu wa mali, ikiwa ni pamoja na magari kadhaa ya TANESCO na ofisi za serikali kuteketezwa, lakini alisema bado hakuna taarifa rasmi ya majeruhi au vifo inayoweza kutolewa. Kauli hiyo hata hivyo haijasaidia kidogo kupunguza hasira ya umma, huku waandamanaji wakishtumu serikali kwa kuficha ukweli. Jijini Arusha usiku wa jana, ambako maandamano yaliweza kuendelea, waandamanaji walichoma ofisi ya CCM ya eneo hilo na kukabiliana na askari wa kutuliza ghasia. Video zilizosambazwa mtandaoni kabla ya kukatika kwa umeme ama interneti zilionyesha miali ya moto ikiteketeza jengo la rangi ya kijani linalohusishwa na chama tawala cha CCM. Mashahidi waliripoti kusikia milio ya risasi, huku vikosi vya usalama vikijaribu kuwarudisha nyuma watu hao. Wengi wanasema vurugu za Arusha zinaonyesha matokeo ya Mwanza na Mbeya, ambako wananchi wamekuwa wakidai haki tangu matokeo ya uchaguzi wa Tanzania kupingwa. Jijini Dar es Salaam, wakazi waliripoti kuwepo kwa ulinzi mkali jana karibu na makutano makubwa, huku polisi wakifunga barabara muhimu na kuweka kizuizini waandamanaji kadhaa wanaoshukiwa kuandaa maandamano hayo. Waangalizi wa haki za binadamu wanaonya kuwa kukamatwa kiholela kumeenea sana tangu uchaguzi wa Tanzania, huku wafuasi wengi wa upinzani wakiripotiwa kupelekwa katika maeneo yasiyojulikana. Serikali inasisitiza kwamba waliokamatwa ni wachochezi wa vurugu, sio waandamanaji wa amani, lakini picha kutoka kwa mtandao ya kijamii zinaonyesha wafungwa wengi walikuwa raia wasio na silaha. Bonyeza alama ya like kisha subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zetu zaidi.